Nimesimama hapa si kwa uwezo wangu, bali kwa neema ya Mungu ambayo amenibeba katika kila hatua na kipindi chote cha masomo yangu. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniita katika huduma yake na kunipa nguvu ya kusimama leo mbele yenu. Pili nawashukuru viongozi wa kanisa, wachungaji, walimu wa chuo cha Biblia kwa maombi, ushauri na mwongozo wa kiroho. Nasema asante sana. Baba, nasema asante sana. Asante kwa ajili ya kunifundisha si tu maarifa ya maandiko, bali pia tabia ya Kristo. Nashukuru pia viongozi wa kanisa, waangalizi, wachungaji na washirika wote, ndugu na jamaa na marafiki waliohusika kwa ajili ya kuniwezesha kunibeba katika mlolongo mzima wa maombi, kwa maombi na kwa mali zao. Mungu awabariki sana. Kipekee kabisa nipende kuishukuru familia yangu, mke wangu. Napenda kumshukuru sana. Hakika napenda kumshukuru kutoka moyoni. Amina. Nawashukuru pia watoto wangu waliojitoa kuniombea na kunitia moyo pale nilipovunjika na kukata tamaa juu ya hatua ambazo zilikuwa mbele yangu. Kwa upendo kabisa na kwa msaada wao kuonyesha ushirikiano katika kila hatua. Nasema wanangu, Mungu awabariki. Katika eneo la masomo kuna changamoto. Safari ya chuo haikuwa rahisi. Kulikuwa na changamoto nyingi, hasa katika mazingira ya chuo na hali ya kiuchumi. Wakati mwingine mazingira yalikuwa magumu. Hali ya hewa, umbali wa masomo na changamoto za usafiri vilinifanya nione kama siwezi kuendelea, lakini Mungu alikuwa mwaminifu. Aliinua watu walionitia moyo, akanipatia nguvu mpya kila siku, nikazidi kusonga mbele. Pia upande wa uchumi ulikuwa changamoto kubwa. Kulikuwa na nyakati nilikosa mahitaji muhimu nyumbani, hata shuleni, lakini Bwana alitumia watu kunisaidia kwa njia za ajabu, na leo hii nina ujasiri wa kusimama kwa ushindi mkuu aliyomtendea Bwana Yesu. Nimejifunza kwamba pale tunapokuwa hatuna chochote, Mungu anabaki kuwa kila kitu. Nimejifunza. Katika eneo la safari hii juu ya mafanikio yangu, nimejifunza mafunzo ya Biblia kupitia masomo yangu. Nimegundua kwamba kuitwa na Mungu ni neema, lakini kutumika ni kuwajibika. Kutumika ni kuwajibika. Biblia inasema katika kitabu cha waraka wa pili wa Timotheo, sura ya 2 mstari wa 15,
5, jitahidi kujionyesha kwa Mungu kuwa umekubaliwa, mtendakazi asiye na aibu, akitumia kwa usahihi neno la kweli. Nimejifunza. Mungu amenifundisha kuwa huduma sio cheo. Huduma sio cheo, bali ni kujitoa kwa upendo na uaminifu. Nimejifunza kuwa mafanikio ya kiroho hayapimwi kwa ukubwa wa jukwaa, bali kwa uaminifu katika yale madogo Mungu aliyokupa. Habari ya wito. Wito wa huduma leo, nasema kama nabii Isaya aliyesema katika Isaya sura ya 6 mstari wa 4, kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema, ni mtume nani nitakaye mtuma? Nikasema, mimi hapa, nitume Bwana. Niko tayari kutumia elimu na uzoefu wangu kumtumikia Mungu kwa uaminifu, kuhubiri Injili, kufundisha neno la Mungu na kuwahimiza wengine habari ya ufalme wa Mungu, pia kufungua makanisa kijiografia na kuongeza kanisa kwa idadi. Maneno ya kutia moyo. Bado eneo ni pana, bado uwingu ni mpana. Injili bado inahitaji watu wa kutembea nayo. Lakini nilikuwa na neno hapa na kuzungumza na watumishi wa Mungu wengine. Napenda nikutie moyo kwa wewe mtumishi wa Mungu, kwa vijana wanaoitwa katika huduma. Nataka kuwaambia usiogope changamoto. Changamoto ni sehemu ya maandalizi ya Mungu kukutengeneza uwe chombo bora. Wakati mwingine Mungu huruhusu upitie moto, si kukuangamiza, bali kukutakasa, kuwa ilivyoandikwa katika kitabu cha Wafilipo sura ile ya 1 mstari wa 6. Yeye aliyeanza kazi njema ndani yenu ataikamilisha hata siku ya Kristo Yesu. Ninahitimisha, natambua kwamba safari hii haijaisha, inaanza kurasa mpya. Kusoma sio mwisho wa safari, bali unaanza kurasa mpya. Ninaomba maombi yenu ili niwe chombo safi mikononi mwa Mungu. Ninaomba tuendelee kumtumikia Bwana kwa moyo mmoja, tukijua kwamba thawabu yetu iko mbinguni. Asante watumishi wa Mungu wote. Asante. Mimi jina langu naitwa Yankson Mazembe. Kwa neema ya Mungu ni mwangalizi wa section yetu hii ya Mpemba. Na ni mchungaji wa kanisa la mahali pamoja linaitwa TAGPCD. Iko pale naweza nikasema magharibi ya ile sheli ya Uzunguni, lakini ni kama iko kwenye sima kaskazini, sima magharibi kaskazini, iko pale jirani tu. Karibuni sana Mpemba. Karibuni sana. Lakini ni washukuru sana watu wote sana mlioweza kuhudhuria mahafali hii.
kuungana pamoja na mchungaji wetu mpendwa na mama na familia yake pamoja na kanisa letu la mahali hapa. Wewe uliyeingia kwenye mahali hapa, Mungu akubariki sana. Hujafanya jambo ambalo halina faida. Mbele za Mungu hatua zako hazitaondoka. Mungu abariki sana wote. Pia Mungu abariki sana wachungaji wenza. Mungu abariki sana naona hapa. Mungu abariki sana kwa ajili ya kukubali mwaliko wa ndugu yetu. Mungu abariki mkurugenzi pamoja na kama na msafara wako. Mungu abariki mama yangu. Mungu abariki sana kwa ajili ya kumtia moyo mama yetu huyu mzuri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, mimi sikuondoka kichwa. Niliwahusisha viongozi wenzangu ninaotumika nao section hii ya Pemba kwamba jamani, ninaenda Jumapili, naenda kwa mchungaji wetu kwa sababu tulitamani kwenda kumchukua wapi? Mbeya, kwenye chuo chetu ambacho pale ukimaliza kama alivyosema mchungaji wangu Chisunga, elimu tunayoipata pale, wapendwa, sisi tunakuwa wachungaji dunia nzima. Sio elimu ya kwamba labda inaishia kwenye mipaka ya wilaya au ya mkoa, dunia nzima. Diploma ya chuo chetu kile ni ya dunia nzima. Ukitoka pale, kama Bwana ambavyo amekusudia alipokuwa anakupeleka, na ukatoka pale unarudi na vitu vilivyo hai, unatembea kwa miguu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu usimchukulie kama mchungaji wa kawaida. Miaka 3 sio cha mtoto. Kwa yuko hapa, theolojia ya habari ya Biblia iko hapa. Kama utaona kuna jambo linakusumbua, njoo, atakuelekeza na utakaa sawa. Lakini tunapokuja bali tunamchunga, watu wanatuchukulia rahisi, na sisi tunakubali kwa sababu ni wanadamu, ni kawaida, ni watu wa kujinyenyekeza sana sisi. Wala sio watu wa kujitambulisha sana kwamba tujulikane sana. Tunapenda Mungu atujulishe kwa watu. Jamani, amina. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana. Asante wapendwa kwa kuunga kuwa pamoja na hii sherehe. Mungu abariki sana. Lakini nisiwe na maneno mengi sana. Nasimama hapa ninaogopa na kutetemeka kwa sababu sikufaa mimi kusimama mbele za Mungu na mbele za joho hili alilolivaa. Watu ambao wapendwa wanasimama kwenye majoha haya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa kuwa Mungu ametoa kibali, basi na mimi ninakubaliana kuitika kwamba asante Mungu. Sasa naomba tusome neno la Mungu kwa ufupi. Katika kile kitabu cha Ezekieli, ile sura ya 2, tuangalie mistari kadhaa pale. Biblia inasema hivi: akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako, nami nitasema nawe. Na aliposimama nami, roho ikaniingia ikanisimamisha, nikamsikia yeye aliyesema nami. Sikiliza vizuri. Akaniambia, mwanadamu, na kutuma kwa wana wa Israeli, kwa mataifa wanaoasi, walioniasi mimi, wao na baba zao wamekosa juu yangu, na hata hivi leo. Na wana hao wana nyuso zisizo na haya, na mioyo yao ni migumu. Mimi nakutuma kwa hao, nawe utawaambia, Bwana Mungu asema hivi. Anasema nao kwamba watasikia au kwamba hawatasikia. Hawataki kusikia, maana
ndiyo nyumba ya kuasi hao. Hata hivyo watajua ya kuwa nabii amekuwepo miongoni mwao. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mkuu mno wa utisho, wewe unaowaita watu waliotupwa na kukataliwa katika uso wa nchi ili wasimame kwa niaba yako. Ndiye Mungu ambaye Bwana tumesimama mbele zako, watu ambao majina yetu hayakujulikana, lakini wao uliyajua hata kabla ya misingi ya ulimwengu kuumbwa. Mtumishi wako Ezekiel, Bwana alikubali ulipomwita, ukasema naye akasema naam, mimi hapa. Ndio leo Baba tunasimama kwa ajili yake. Asante Mungu kwa kuwa umehusika Bwana juu ya maisha yake tangu umemwita. Naomba nipe kusema maneno machache kwa ajili ya watu wako. Mungu wangu na Baba yangu, Mungu wa watu hawa mmoja mmoja, wewe ndio Mungu wetu kwa pamoja. Ninakushukuru kwa kuwa maneno haya hata kabla sijanena chochote, Roho wako amekwisha kuwasikizisha. Maana gani ulikuwa unasema na watu hawa? Na maana gani ulikuwa unamsema Ezekiel? Baba, ninakushukuru kwa kuwa utakwenda kusema nasi sawa sawa na mapenzi yako. Amen. Sikiliza waenda mbinguni, jinsi Mungu huyu alivyo na upendo mkubwa. Huyu aliyekuwa nasema naye ana jina kama la mchungaji wetu ambaye leo tunasimama kwa ajili ya sherehe yake ya kumaliza masomo. Alimuita katikati ya watu wengi, mtu asiye na elimu, mtu asiyejua kusema vizuri, kama Musa alivyokuwa anaitwa, hata akajitetea sana kwamba mimi mtu ambaye sijui hata kusema. Maneno yanatoka baada ya sijui ya dakika inaisha, bado nasema baba, ni unataka unitume kwa watu. Lakini anasema kasema naye, akazungumza naye, alafu akamwambia na kutuma kwa watu wangu na kwa mataifa, watu walioniasi na wanaoendelea kuniasi hata hivi leo. Utawaambia maneno haya Ezekiel, hata kama hawatasikia ama watasikia, lakini wewe utawaambia. Maana yake hapa pana gharama. Watu wanapokataa, iko gharama ambayo anatakiwa alipe huyu mtumishi wa Mungu. Lazima Ezekiel aweze kwenda mbele za Mungu huyu bila kula bila kunywa, akapiga makoti, akamwambia Bwana, mbona wewe ndiye uliyeniita na ukasema na kutuma kwa watu hawa, ukasema nao, mbona hawanisikii, mbona hawanitii? Inakuwaje sasa? Bwana Yesu asifiwe. Atatiwa moyo na Mungu tena huko atarudi. Atarudi kusema nao, wasikie wasisikie, atasema nao. Yeye kazi yake ni kusema, haijalishi unasikia usikii. Lakini Ezekiel atasema, ukatae usikatae, Ezekiel atakwambia kwamba Yesu anakupenda, na ukikataa utaenda hukumuni. Kazi moja tu Ezekiel, kazi moja tu. Hii ndanga kazi ni moja tu, kuyapeleka maneno ujumbe wa Bwana, kuwapelekea wanandanga ujumbe wa Mungu mwenyewe. Wala wewe huna ujumbe wako, ila ujumbe wa Bwana. Lazima ndio usimame mahali hapa, alafu nasema watajua ya kwamba nabii yupo katikati yetu. Lazima wajue, ukatae usikatae, utajua ya kwamba nabii yuko mahali hapa na mbingu zitaitikia. Wewe pinga neno la Mungu, piga na mgongoni, lakini litasimama, na kwa walio wake litasimama. Ndio maana unaona mahekalu yanajengwa. Leo unaona tunacheza kwenye marumaru, kwa sababu wapo watu ambao Bwana amewapa
akili ya kujua nini wanakifanya. Wakija hapa wanajua wana jambo moja tu, na kuwashuhudia mtu, kuwashuhudia mataifa kwamba nyinyi mmeasi, lazima mgeuke, lazima muamini kwamba Mungu yupo, Mungu yupo, Mungu yupo, Mungu yupo, Mungu yupo. Watalithibitisha neno lake, watalithibitisha. Nataka nikwambie roho ya Ezekieli itakuwa ndani ya wale wanaokuja kwake, na watakwenda naye kwa ujumbe wa kwamba Mungu yupo hapa ndani ya Ezekieli. Na nanga neno lipo la Mungu mwenyewe, linang'oa, linayatupa kule, linavuja, linabaki vipande, linabomoa, panabaki upenda pamalale. Lazima Mungu akimwita mtu, Mungu anafanya. Yaani nawaambieni, utamdharau wewe, simama mtu mwenyewe, utamdharau wewe kwa hali hiyo ndani, utamdharau wewe kwa nyama alizo nazo, maana atakuwa ni nyama kama za kwako. Lakini nataka nikwambie, analo neno la uzima liwezalo kuleta afya ndani ya moyo wako, sio kwenye mwili wako, ila kwenye moyo wako. Kuliko haribika, kuliko toka uzima umeondoka, huyo hapa ataleta neno lenye uzima kwako. Na Mungu hamwiti mtu kwa bahati mbaya. Simama mke wako, simama. Japo kwa unyenyekevu amesema, mimi ninaitwa Mariamu Mwazembe, mimi ni mama mchungaji, mama mwangalizi. Nimemtoa kutoka kwenye kundi la watu, mpaka leo wanampigia simu, wanamwambia wewe mchungaji, unajua tangu umeondoka tumebaki na ukiwa, hatuhudumiwi. Huyu ametoka kwenye kanisa na ni mchungaji na amepitia chuo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akosei. Namshukuru Mungu na wainua wanawake leo. Kurugenzi, Mungu wa mbinguni abarikiwe sana. Mungu anawapenda mno. Amewainua ili kusudi mlete injili ambayo itasahihisha mafundisho potofu. Maana dunia imeharibika mpaka leo watu wanaasi, tena wanaasi sana, kwa kuwa ni nyumba ya uasi, ya majitu yanaasi sana leo. Lakini neno lipo, njoo hapa, Mungu atakusaidia wewe, Mungu atakutoa huko wewe, huko kwenye utumwa. Nataka nikwambie, mtumwa hawezi kujiondolea utumwa mwenyewe, ni lazima kubaliane na Yesu ambaye yupo kwa Ezekieli na kanisa la mahali hapa. Na Mungu awabariki, mseme amen. Wewe ni Mungu wetu, ni mtakatifu sana, ni Mungu unayetupenda na kutujali, na ni Mungu unayetuwazia mawazo yaliyo mema. Ni Mungu ambaye umesema neno lako unalituma ili liweze kutimiza makusudi yako. Na ni hakika Mungu, neno haliwezi kukurudia bure. Hata mbegu hii Bwana ya neno lako ambalo mtumishi wako umemtumia kusema, amesema mbele ya umati huu Bwana, wote tumesikia. Naomba Bwana ukatujalie neema kuchukua maamuzi, kuchukua hatua nyingine tena, tukijua ya kwamba Bwana tunaishi kwenye kizazi kilichoasi. Naomba Mungu kamsaidie kila mmoja. Asante kwa ajili ya mtumishi wako uliyempaka mafuta kwa ajili ya huduma hii. Baba, utukufu na heshima tunakurudishia Mungu aliye juu. Amen. Makofi mengi kwa Bwana. Mchungaji Ezekieli, nikushukuru kunipa heshima hii ya kuja kusimama mbele za watu hao wazuri. Mimi sio kitu, lakini Mungu arudishiwe heshima na utukufu wake. Ofisi yangu mmoja ametuma salamu. Niliwaambia kwamba Jumapili nitakuwa kwa mpendwa wetu Ezekieli. Leo ningekuwa Nayos. Walinialika pale, kuna harusi iliyoandikwa na mimi. Kuna ndoa inafungishwa pale au inabarikiwa. Lakini
nikawaambia hivi kwamba jamani, ninalo jambo ambalo ingetufaa wote twende, lakini sasa kwa kuwa mna majukumu mengine nitakwenda. Akasema basi utatuwakilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Leonard John Malo, kwa niaba ya viongozi wenzangu pamoja na kanisa la mahali hapa, baba, tunakupongeza. Na pia tunawashukuru viongozi wa section pamoja na wachungaji kwa kuacha kazi zenu na ratiba mlizokuwa nazo pamoja na wageni wengine waalikwa na kushiriki kwenye tukio muhimu la kumpongeza baba yetu. Sisi kama kanisa, safari hii haikuwa nyepesi. Watu wa chakula mwarakishe. Kulikuwa na mambo mengi ndani ya kanisa, lakini pamoja na yote tulimwamini Mungu, tukaendelea kushikamana na kumtia baba moyo kwa maombi pamoja na sadaka tulizokuwa tukizitoa. Niwapongeze sana, nimpongeze sana baba pamoja na mama ambaye hukuchoka katika yote mliokutana naye. Kwani na wewe mama, kwa sehemu ulikuwa chuoni. Mama, kwa sehemu na wewe ulikuwa chuoni. Kwa sababu kule nyumbani kungekaa ndivyo sivyo, baba kule asingeweza kuwa na utulivu kwenye masomo. Masomo yanahitaji utulivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisiwe na maneno mengi sana. Sisi kama kanisa kiukweli tulitamani kumpa baba zawadi kubwa sana. Hata ingewezekana tungempa na usafiri. Lakini kutokana hii miezi miwili huu na uliopita kulikuwa na matukio mengi hapa. Kwa wale ambao ni wenyeji wa mahali hapa, kulikuwa na matukio mengi, lakini pamoja na hayo matukio tukasema kwenye hili hatutarudi nyuma, kwamba tuandae zawadi kwa ajili ya baba yetu. Kwa hiyo wazazi wetu, tumeandaa zawadi sisi watoto wenu katika kanisa hili. Hii bahasha imetunatuna kidogo. Kwa hiyo niombe mzee Myombe tusindikizane kwenda kumkabidhi baba yetu, maana hii bahasha ni nzito, inanielemea. Makofi tafadhali. Jamani, makofi kwao tafadhali. Natoa shukrani kwa kanisa kwa mwaliko ambao umetupatia kama kanisa la Naini. Tunasema Mungu awabariki, na pia nawapongeza kwa kazi ambayo mlikuwa nayo, kwa sababu unajua ni kazi ngumu sana kumsomesha mchungaji mpaka anahitimu. Ni mambo mengi ambayo mmepitia, na pia umepitia wakati mgumu sana ambapo kiakili ya kibinadamu hapana, inakuwa ni vigumu sana, kwa sababu na sisi tumewahi kujionea kipindi kile mchungaji anasoma, kwa kunakuwa na mambo mengi sana. Na pia nitoa shukrani kwa mchungaji, nasema Mungu akubariki baba kwa unyenyekevu wako, kwa sababu huenda ungekuwa ni mtu wa kujikweza usingefikia hapo, lakini kulingana na hekima ambayo Mungu ameweka ndani yako umehitimu salama. Tunasema Mungu akubariki sana, na pia Mungu akusaidie kwa kazi ambayo iko mbele yako, maana bado safari inaendelea na pia kuna mambo mengi sana. Kwa Mungu akubariki sana baba, na wachungaji wote kwa ujumla nasema Mungu awabariki kwa umoja wenu. Mbarikiwe na Bwana. Kama kanisa la Naini tunacho kichache tunataka tukabidhi kwa mchungaji wetu. Amina. Tuongeze makofi mengi mazuri. Asante sana. Umejitoa kikamilifu.
na Mungu amekusaidia mpaka tumeweza kufika mahali hapa, ni kwa neema ya Mungu. Hivyo tunaomba kwamba Mungu aendelee kukutia nguvu, Mungu aendelee kukuneemisha, Mungu aendelee kukupa maono mengine zaidi ya haya, na sisi tutakuwepo nyuma yako kwa ajili ya kukuombea, kwa sababu bado tuko duniani tunasafiri. Na sisi kama kanisa RGC, baada ya kusikia kwamba una sherehe mahali hapa, wameona kwamba kulingana na kwamba leo tumegawanyika katika vikundi vitatu na hiki ni kikundi cha 4, wameona kwamba si vema kiwe hivi. Basi wameona kwamba nawe nenda kaungane pamoja na mtumishi wa Mungu kumshika mkono, kwamba Mungu aendelee kukutia nguvu, aendelee kukuneemisha katika mengi. Asante sana. Za makofi mengi kwa Bwana. Wanapenda kabisa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kama nilivyotangulia kusema, tunawapongeza kanisa la Nadanga. Mungu awabariki. Nasi pia wanawake section ya Mpemba tunayo furaha kubwa ya kumpongeza mchungaji wetu Mwampashi. Hongera kwa kuhitimu. Mungu akubariki. Ubarikiwe mama kwa maombi yako kumwombea wakati yupo tuani. Najua wanawake ndio kazi yetu ya kupiga magoti kila wakati. Mungu akubariki. Tunayo zawadi. Karibu mama mwangalizi. Karibu mama mwangalizi. Tunayo zawadi kama wanawake wa section ya Mpemba. Kwa niaba ya wanawake wote section ya Mpemba, wamejaa furaha kwa ajili ya mchungaji kuhitimu. Sasa nitaomba mama nimwinue mwangalizi wetu atuwakilishie kwa mchungaji. Naona zawadi yetu ni nzito sana. Sasa mwangalizi atuwakilishie kama idara ya wanawake. Ya hili tunamshukuru Mungu kwa kumpigania miaka 3 mpaka anafika kuhitimu. Kwa kweli ni safari ndefu, bila Mungu asingeweza. Tunajua kwa sababu ya Mungu ndio maana leo tunamsherehekea. Mungu awabariki. Kwa majina yangu naitwa Eriki Ezekiel Mwampashi. Ni mtoto wa baba huyu na mama huyu, baba Ezekiel Mwampashi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa niaba ya familia lakini pia na ndugu wengine ambao tumejumuika nao mahali hapa, baba mchungaji, tunakupongeza. Sisi watoto wako pamoja na ndugu wote tunakupongeza kwa hatua hii ya kuweza kuhitimu masomo yako. Tunasema Mungu azidi kukubariki sana. Lakini pia tunawashukuru maangalizi pamoja na baraza lako, lakini wachungaji kwa ujumla, kwa namna ya pekee mlipotukimbilia. Mliposikia tukio hili hamkutuacha peke yetu. Sisi tungekuwa tunaumia, hatuna mwingine jamani wa kutukimbilia, lakini ninyi mmejitoa kwa mioyo yenu, mmeweza kutukimbilia. Tunasema Mungu awabariki. Lakini pia tunashukuru kanisa, tunashukuru serikali ya mtaa,
Tunashukuru wanakipanga pamoja na mabalozi na watu wote mliotukimbilia. Tunasema Mungu awabariki sana. Sisi kama wanafamilia, baba mchungaji, tutazidi kukuombea, lakini pia tutazidi kukuunga mkono kwa kila hatua katika utumishi wako, kwani tunajua sisi pia ni mkono, ni kiungo katika utumishi wako. Kwa hiyo tuko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kumalizia kabisa, sisi wanafamilia na wanafamilia wengine ambao mmekuja na zawadi, njoni hapa jamani, msiniache peke yangu, pamoja na mke wangu kipenzi. Karibu mahali hapa. Baba mchungaji, sisi wanafamilia hakika tunasema tuko pamoja na wewe, na ndio maana naona bahasha hii umetuna. Kulikuwa hata mzee wa kanisa hili, kwa kweli umetuna. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana baba mchungaji, endelee kutuombea sisi wanafamilia. Sisi wanafamilia tunakupenda sana. Mungu akubariki sana. Asante sana nikutamasi. Nimeona mazingira ya mahali pale, sikuwahi kupazoea. Siku zote nilikuwa naogopa, alafu nilikuwa na hofu. Nilipohitimu nilimshukuru Mungu sana. Kwa naamini hata kuhitimu kwa mchungaji ninazidi kumpa hongera, kwa sababu sio kazi rahisi, ni kazi ngumu, tena ni kazi nzito. Hongera sana, na mahali pale panahitaji unyenyekevu. Najua ulinyenyekea, maana wengine hawamalizi. Lakini ninakupongeza kwa ajili ya kuhitimu. Pia na mama nasema hongera sana, kwa sababu ya uvumilivu hata wa kuendelea kumwombea baba na kufanya kila jitihada ya kulea familia. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru sana. Mimi nina historia kwa ajili ya mchungaji. Hata mahali hapa tunaona anga limefunguka, sio hali ndogo. Iko kazi ngumu na nzito aliyoifanya, mpaka tunaona watu wanaokoka na ndanga, kwa sababu mimi ndiye aliyenipokea wakati naingia Upanga. Wenyewe ndio walikuwa wageni wangu, walikuwa wenyeji wangu, walinipokea, walinitia moyo, walinisaidia hata kwa mahitaji yale ambayo niliferi ya kimwili, maana nilikuwa mgeni, nilikuwa sina chakula, lakini kupitia wao niliishi na mpaka leo nipo. Ninasema asante sana kwa upendo wenu mlioonyesha kwangu, ni ndugu zangu kiroho na kimwili. Lakini hapa walipo ninasema Mungu awabariki. Hata kanisa la Nandanga, Mungu awabariki sana kwa kazi ngumu nzito mlioifanya. Mungu awabariki. Hata pia kwa mwangalizi nasema hongera sana kwa kupata mtu aliyesoma kwenye section yako. Ni jambo la kumshukuru sana Mungu, kwa sababu tayari amekuwa hata kiroho, hata kihuduma, anaweza katumiwa hata kwa viwango ambavyo visingewezekana kutumiwa. Ninashukuru sana. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Nina kichache na mimi binafsi kutoa, kama kanisa limetoa. Ninaamini hii taarifa tumepata mwishoni Jumatano, tukawa tunatangaziana kanisani, lakini wakashirika wakasema pamoja na haya yote kichache tutakachokipata tutakwenda kutoa kama shukrani. Ninashukuru. Hata niliposema tuendeni, hawajaifanya mioyo yao kuwa migumu. Wameamka kwa nia moja, wamehudhuria kama ibada ambayo tumehudhuria nyumbani, na wamekuwepo mahali hapa. Ni jambo la kumshukuru sana Mungu. Asante. Ni baba wa kipekee. Ni baba ambaye alikuwa hata akiwa chuoni, lakini mawazo yote yapo mahali hapa madhabahuni hapa. Hakuweza kwenda popote tangia alipoanza masomo yake. Alikuwa yuko tayari hata kupanda gari la mvua kwa ajili ya kuja hapa kulisha kondoo wake. Kwa hiyo pia nipende kumtukuza Bwana kwa ajili ya hili, kwamba ni baba wa kipekee, na pia ninatambua uwepo wake sana. Hivi nilivyo, amekuwa sababu sana juu ya maisha yangu, pia juu ya familia, pia juu ya kiroho na kimwili, kunishauri kiroho na kimwili. Na pia
pia hata hivi na kuanza pia kituo Katenjele amekuwa sababu kubwa sana kuniombea kwa Mungu na pia kumtanguliza Mungu na kusikia sauti ya Mungu. Napenda kupongeza. Mungu akubariki sana. Amen. Nina imani kwamba ana kiu na Mungu, na aliposema mwangalizi, hakika hata ubiri tu Yerusalemu, atahubiri mpaka mwisho wa ulimwengu. Lakini pia ninapongezi na zawadi yangu kama familia. Mungu akubariki sana. Piga makofi tafadhali. Namshukuru Mungu kwa wema na kwa neema anayoendelea kututendea. Namshukuru sana huyu Mungu. Pia ninayo furaha kwa ajili ya maombi ya baba yetu Ezekiel Mwampashi, maana alifungua kule tawi mwaka juzi. Na hivi sasa tunaendelea kuona kwamba Mungu yuko pamoja naye. Amen. Naamini wengine walikuwa wanajua kwamba tumepotea, lakini tuko mikononi mwa Mungu. Apandacho ndicho atakachovuna. Yesu asifiwe sana. Ninayo furaha sana ndani ya moyo wangu kwa sababu kuna maneno ambayo yanaweza yakakatisha mtu tamaa. Kuna vigezo ambavyo vinakatisha mtu tamaa. Nami ninayo zawadi pia hii ambayo tumejiandaa kanisa zima la Nakachese pamoja na mchungaji. Kanisa zima tunayo zawadi chache mbele za Bwana, lakini kwa hicho kichache Mungu atazidisha. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru sana baba yangu Ezekiel Mwampashi kwa maombi anayoendelea kutuombea mahali pale. Mahali pale panaonekana ni mahali pepesi, lakini ni pagumu. Kwa mawazo ya kibinadamu hatuwezi, lakini kwa mawazo ya Mungu na lile Mungu ambalo alikusudia mahali pale, naamini kwamba litakwenda kufanikiwa na litakwenda kutendeka kila kitu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Katika haya yote ninapenda sana kusema pia kwamba mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Baba yetu anavyoendelea kufanya kazi na sisi tutakuwa kama yeye. Mtoto akiwa ni njiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kieleweke. Amina. Ninayo pia zawadi hii naenda kuitoa. Makofi jamani, maneno ya busara kabisa haya ambayo ameyatoa mama yetu ambaye ni mzee mahali pale. Asante sana. Ni kwa upendo wa Mungu ndio maana amesimama katika mahali hapa. Bila Mungu asingeweza kusimama. Tunamshukuru sana huyu Mungu anayeendelea kutendea miujiza mpaka muda huu, mpaka saa hii sherehe imeweza kufanikisha. Lakini kwa saa hii nimesimama kama mchungaji Msukwa. Tulivyopokea taarifa kwa ajili ya sherehe ya mchungaji wetu Ezekiel Mwampashi kwa mtumishi Msukwa, hajasita ingawaje alikuwa safari ndo amefika saa hizi. Ila nimetumwa kwa ajili kwamba niweze kuwakilisha zawadi hii ambayo nimetumwa. Ingawaje ni kichache, naomba mtumishi wa Mungu uweze ukipokea.